Sababu ya kuwepo kwetu hapa leo, Baba Paroko ametujulisha mwanzoni mwa misa hii. Tumekuja kuunganika na Sister Paulina Mwala kumshukuru Mungu kwa nadhiri za maisha alizojifunganisha na Mungu na kanisa lake katika shirika la Bikira Maria wa Mitume wa Mbeya. Na hivi masomo tuliyoyasikia yanatuelekeza kwenye wazo hilo la shukurani. Somo letu la kwanza toka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 63 aya ya 7 mpaka ya 9 inatushirikisha habari ya Waisraeli baada ya kutoka utumwa wa Babeli. Wanatambua walikosea mahali, na hivi vinywa vyao vinajaa shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Mtanukuu maneno ya Isaya sura ile ya 7, sura 67 aya ya 7. Nataka kuyatukuza mema ya Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia. Mwisho wa kunukuu. Ni maneno haya ambayo matokeo yake ni tafakari ya kina. Mtu baada ya kujichunguza anagundua kuna jambo kubwa Mungu amemfanyia, na hivi anaona alishirikishe taifa lote la Mungu kwa kinywa chake kwamba nitatukuza wema wa Bwana, sifa zake nitazitangaza kwa yote aliyotukirimia. Maneno haya tunaweka leo katika kinywa cha Sister Paulina ambaye anamwambia Mungu asante kwa mema yote na upendo wote ulionikirimia. Sisi ni viumbe, Mungu ni Mwenyezi, yeye anaweza yote. Kumbe hatuwezi kujidai kwamba mafanikio tunayoyapata katika maisha kutokana na ujanja wetu au uwezo wetu. Mungu mwenyewe anapenda hivyo na anatujalia neema tunazozihitaji kutokana na mapenzi yake. Kumbe kupitia Nabii Isaya tunakumbushwa hata sisi tutafakari tangu tulipoumbwa kupata uhai, tumelelewa na wazazi, tumekaa katika dunia hii, ni mara ngapi tunatulia na kuangalia wema huu wa Mungu na kumshukuru. Kumbe tunaalikwa kushukuru. Somo letu la pili, waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 11 mpaka 17. Mtume Paulo anawakumbusha jumuiya hiyo aliyowaandikia waraka waendelee kuvaa moyo wa rehema, unyenyekevu, utu wema na uvumilivu, kwa sababu ndiyo kielelezo cha mtu aliyemvaa Kristo. Na mwishoni anasema iweni watu wa shukurani. Kushukuru ni kuthamini yale tunayotendewa na Mwenyezi Mungu, tunayotendewa pia na wenzetu. Kumbe bado Sister Paulina leo anatukumbusha kupitia misa hii tuwe watu wa shukrani. Ni juzi tu hapa tarehe 7 kwa misa pale Asamba, nyumba mama ya shirika, tulifunga hizo nadhiri za daima, na yeye ni mwenyeji wa ukanda wa huku. Kumbe angesema tu inatosha, tumeshaadhimisha pale misa nipata nadhiri, lakini amekumbuka kwamba mpaka kufikia hatua ile basi ameomba ili Mungu aweze kumshukuru kwa misa takatifu. Tuwe watu wa shukrani. Kushukuru, ndugu zangu, kunafungua baraka na milango mingine ya misaada mbalimbali. Asiyeshukuru anajifungia baraka hizo na hivyo hawezi tena kusaidiwa. Somo la Injili limetuletea ile tukio maarufu la Wasamaria 10 wakoma 10 ambao wanamlilia Yesu awape msaada, uponyaji. Wakoma wale walitengwa na jamii yao kama ilivyokuwa desturi. Ukoma ulikuwa unaogopwa kwamba utaambukiza watu.
Kumbe kuhani alikuwa anaitisha mkutano mkubwa wa kijijini, anawaambia watu fulani na fulani na fulani msichangamane nao, tunawatenga huko msituni. Sasa kutengwa msituni, walikuwa hawezi kuona na ndugu zao, hawezi kuchangamana na kazi za kijamii. Kumbe alikuwa mhudumu maalum, anapata kikengele mfukoni, muda wa chakula anaenda kwenye kigeti fulani, anagonga kikengele, anaacha sahani pale. Alafu wale jamaa wanakuja, wanachukua, wanaenda kulia huko polini, wanaucha tena mara kisani, na wenyewe wanagonga, jamaa anakuja kutoa zile sahani. Ilikuwa hakuna kuoga, mchana nywele, kata kucha, ilikuwa kama vijitu tu fulani vifitu. Ni kama vile walinyimwa sehemu ya maisha na uhai wao. Sasa Yesu anapopita karibu na msitu ule, kwa mbali wanainua macho yao, wanamuomba, Bwana mkubwa Yesu, turehemu. Na Yesu bila hata kuwagusa, waambia, sogeeni, pigeni magoti, ni waombe. Asema, nendeni kajionyeshe kwa makuhani. Wakiwa njiani, wanatambua kwamba wametakasika. Katika wale 10, mmoja anarudi kumwambia Yesu asante. Ndipo Yesu anashangaa, je, hawakupona wote wale 10? 9 wako wapi? Hakuna mtu aliyerudi kumrudishia Mungu utukufu isipokuwa Msamaria huyu. Ndipo anapomwambia, inuka, imani yako imekuokoa. Samaria wetu leo ni Sister Paulina. Huenda sisi wengine katika nafasi fulani tunasahau kutoa shukrani, na hivi tunaangukia kwenye kundi la wale 9. Yawe mambo makubwa au madogo, daima tumwambie Mungu asante. Kwa sababu Mungu anatukirimia mambo hayo yote. Amerudi leo Sister nyumbani katika parokia yake, sema asante. Asante wazazi, asante mapadri, asante masista, dada zake wa parokia, masista wenzake toka jumuiya mbalimbali alizoishi. Asante waamini wa dini, sala na misaada yenu mbalimbali ya hali na mali ambayo imemsindikiza mpaka kafikia hatua hiyo. Kumbe kushukuru ni uungwana, kushukuru ni jambo zuri, na ndiyo ambayo tunakumbushwa. Na hivi tuungane na sista wetu kuinua sala hiyo ya shukrani. Ndugu zangu, utawa sista ni wito kutoka kwa Mungu. Mungu anaita, sisi binadamu tunaitikia kila wakati. Sasa sista huyu aliitwa miaka mingi nyuma, huko akaisikia ile sauti ya Mwenyezi Mungu ikiingia akilini na moyoni mwake, na alipoisikia akaanza kupata ushauri na maongozi ajiunge na shirika gani. Ndipo akapenda kujiunga na shirika la Bikira Maria Malkia wa Mitume wa Mbeya, shirika la jimbo letu. Mwaka 2008 akaandika barua yake ya kwanza kuomba, jamani, mimi najisikia wito wa usista. Ile barua ikupata majibu. 2009 akaandika barua nyingine, na yeye haikupata majibu kutoka shirika. 2010 akaandika barua ya 3, ndio ikapata majawabu. Wakampokea na kumwalika kwamba aje ajiunge katika hatua mbalimbali sasa zile za malezi. Ndipo 2010 tarehe 1 Disemba akaingia hatua ile ya aspirant. Aspirant inatokana na Kiingereza aspire, kutamani, kutaka kitu, jambo. Kumbe yule mtakaji anaitwa aspirant. Akaingia katika hatua hiyo 2010. Muone tangu wakati ule wazazi walibariki maisha yake na hamu yake hiyo, ndugu zake, familia, ukoo, parokia na kadhalika. Na hivi tuweka mikononi mwa Mungu sala zetu, ili basi tamaa aliyokuwa nayo iweze kufikia. Toka pale akaendelea na hatua ya upostulanti, miaka 2. Baadaye unovisi, mpaka akaja kufunga nadhiri za kwanza, nadhiri za kwanza 2010.
2017. Baadaye ndio za daima ambazo tumezishuhudia juzi tarehe 8, baada ya miaka 9 sasa ameingia kwenye kundi la wazee wa shirika walioamua kwa dhati kufuata maisha haya. Kumbe ni safari ambayo hawezi kujidai kwamba amefikia hapo kwa nguvu zake mwenyewe. Kwa maana leo anainua sala ya lazima kujibidisha kuwa na nia ya dhati kuuendea, na hivi anaomba misaada yetu ndugu yetu Sister Paulina ili aweze kufikia utakatifu huu. Kigezo kikubwa cha kupata utakatifu ni kuishi upendo wa Mungu na kwa upendo wa jirani, wakaliishi wakaliweka kwenye matendo. Pia walikuwa ni watu wa imani kubwa isiyotikisika. Waliteseka katika mambo mengi, lakini hawakurudisha kisasi. Waliwapokea watesi wao, waliwaombea hata njia ile ya Yesu mwenyewe. Kumbe tunamwombea sista wetu kufikia utakatifu. Hali kadhalika sisi sote sakramenti ya ubatizo tuliitwa kuendea utakatifu. Safari hiyo basi Mungu atujalie tuiendee. Ndugu zangu, katika nafasi hii tuendelee kumwombea sista wetu ili maisha haya aliyoyachagua ambayo ameyathibitisha kwa nadhiri za daima kuyafuata kabisa katika shirika letu la jimbo, basi Mungu amsaidie. Tuwaamini yale ambayo Mungu anaendelea kututendea katika maisha. Tangu tulipoumbwa Mungu anaendelea kutupigania. Tunaendelea kuishi, kupumua hewa hii bila malipo. Kumbe tuna sababu mbalimbali za kumwambia Mungu asante. Hakuna ambaye anaweza kusema sina kitu cha kumwinulia Mungu shukrani. Tunapomshukuru Mungu, basi tuwashukuru pia na binadamu wenzetu ambao kwa nafasi moja au nyingine wanaendelea kutusaidia, kutushauri, kutuongoza. Sister Paulina, shukrani yake basi anzia tangu nyumbani kwa wazazi waliopokea nia yake hiyo wakamtia moyo, halafu washirika, mama mkuu, halmashauri, masista wenzake waliotia moyo, waliomlea na hivi kwenye jumuiya mbalimbali ambako wamefanya kazi. Nashukuru waimbaji wetu kutoka Inyala, hapo sister anafanya kazi huko, hata kama nimesikia 8 Desemba imemnyakua anaenda mahali pengine, lakini ndio hivyo ndio kazi iliyo kanisani huko, tunakuwa kama maaskari kila wakati unakuwa tayari kwenda kuhudumu mahali pengine. Tunashukuru wana Inyala wakuja kutuongoza katika liturujia hii kwa njia ya kwaya. Nashukuru viongozi na watu kutoka pale mliokuja kushiriki nasi hapa. Tunashukuru paroko wa Bwawa na timu yako wa paroko msaidizi, mapadri waliofika, wenyeji wa parokia hii na huduma eneo mbalimbali, nakuja kumpamba dada yenu na mdogo wenu. Ni kitendo kizuri. Tunashukuru waamini wa lei kutoka maeneo mbalimbali, wenyeji wetu hapa Bwawa kwa kutuandalia mazingira mazuri ya kuadhimisha misa hii. Tunashukuru kila mmoja wenu kwa mapenzi yenu na kuthamini tukio hili. Leo ni siku ya kazi, mmeacha shughuli zenu kwa ajili ya kuja kuungana na sister. Ni jambo njema, na basi Mungu awarudishie pale ambapo shughuli zenu leo mmezisimamisha, basi mpate mafanikio. Tunashukuru wote na watumishi wa misa ambao nanyi mko hapa pamoja kwamba shule zimefunga, ili basi mmejiandaa kutuhudumia leo katika misa hii. Tunashukuru watu wa mawasiliano, kuchukua picha, video na kadhalika kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya tukio hili. Matukio haya hayajirudii mara kwa mara katika maisha ya mtu. Na hivi tunakushukuru Bwana Beni na studio yako na wengine kama wapo. Tunawashukuru wote kwa majitoleo yenu mbalimbali kwa ajili ya kufanikisha misa ya leo. Nakushukuru sister pia kwa kunialika katika tukio hili. Kama bahati sikuwa na shughuli zozote za kijimbo, na hivi tunapokuja basi tunakuja kutiana moyo. Ni wajibu wetu kama viongozi. Baba Askofu Mkuu angetamani kuwepo, lakini yuko Mloo hapo ana misa ya kipaimara. Yeye ni mtoto wa parokia hii, na hivi lakini yuko pamoja na sisi katika sala kuona kwamba jambo hili linaenda vizuri. Ndugu zangu, tuendelee kushukuru kwa zawadi ya utawa ndani ya kanisa, kwa zawadi ya miito. Bado tunahitaji wahudumu katika kanisa. Tunahitaji masista, tunahitaji mapadri, tunahitaji makatekista,
hitaji mabrother. Wanatoka wapi hao wahudumu? Wanatoka kwenye familia, hawadondoki toka mawinguni. Kumbe wazazi, tuwatoe watoto. Kisikia mwanao ana hamu, ana nia, ana tamani kuwa sister, kuwa padre, kuwa brother, kuwa katekista, usimkatae. Mtoto huyo ni zawadi umepewa na Mungu, na Mungu anapomwita katika maisha haya, basi umrudishie Mungu mwenyewe, muombe mwanao. Wazazi wengine nazuia miito. Sema mimi nahitaji wajukuu. Huko hawaolewe. Lakini wakati fulani hata wajukuu huwezi kupata ukimzuia Mungu. Na baadaye utakuja kujutia nini kumruhusu. Na unakuwa umechelewa. Unakuwa umechelewa. Mruhusu mwanao unapata wajukuu wengi zaidi. Wengi zaidi katika kanisa, katika utume wetu. Ndugu zetu wote ambao unawaona sisi ni watu ndugu zetu na rafiki zetu. Kumbe napata watu wengi zaidi kuliko umembania huyo mwanao. Tumsifu Yesu Kristo.